Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasema kwamba hakuna haja ya kuendelea na mazungumzo na Marekani iwapo Marekani inailazimisha Iran kuachana na urutubishaji wa uranium. Naibu Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesisitiza kuwa haki ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kurutubisha madini ya urani ni mstari mwekundu wa taifa hili, akisisitiza kuwa kufikiwa makubaliano na Marekani kuhusu mpango wa amani wa nyuklia wa nchi kunategemea kufuata kanuni hizi. Ibrahim Razaei, msemaji wa kamati ya usalama ya taifa na sera za kigeni wa bunge la Iran, ameashiria kuwa Gharibabad alisema hayo katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu duru ya 4 ya mazungumzo ya nyuklia yasiyokuwa ya moja kwa moja ya Tehran na Washington mjini Oman mwishoni mwa juma. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran pia alinukuliwa na Razaei akisema kuwa kanuni na mambo ya jumla yalijadiliwa kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja katika duru ya 4 ya mazungumzo, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilisisitiza tena mistari yake miekundu katika mazungumzo hayo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran katika sheria na masuala ya kimataifa amesema kwamba urutubishaji wa urani ni mstari mwekundu kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kwamba hakuna mazungumzo yaliyofanyika kuhusu masuala ya kikanda na nguvu za ulinzi na makombora ya Iran. Gharibabad amenukuliwa akisema Iran imekosoa misimamo inayokinzana ya Marekani na vikwazo vyao vya hivi majuzi, na akasisitiza kwamba ili kufikia makubaliano ni sharti kuzingatia misimamo na mistari miekundu ya Iran, kwa maana yale mambo ambayo Iran kamwe haitoweza kutekeleza. Kwa hivyo ikiwa Wamarekani hawataki turutubishe urani, hatuoni haja ya kuendelea na mazungumzo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran ameashiria umuhimu na ulazima wa urutubishaji wa urani wa ndani, akisema urutubishaji wa urani unafungamana na fahari ya kitaifa ya Wairan na tumelipa sana umuhimu upatikanaji wa teknolojia hii. Kwa hivyo hili ni jambo lisilowezekana kwa nchi na hatutarudi nyuma, ameeleza Gharibabad. Hata hivyo, Iran imesema kwamba moja kati ya maeneo ambayo yatawatia hasara kubwa ni ikiwa wataachana na urutubishaji wa uranium, kwa sababu tayari Iran imeshaanza kupata faida kubwa, lakini pia amesema kwamba hii haiwezi kuwa sehemu ya makubaliano kati yao na Marekani. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi uendelee kuwa nasi wakati wote, bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.